Watoto, tumejifunza jambo gani siku ya leo? Tumejifunza habari za mpanzi. Inatoka katika kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 1 hadi 20. Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto. Amina. Tumesema ni habari za nini? Za mpanzi. Mpanzi. Ina maana ni nani alikuwa anatoa mfano? Yesu. Yesu anatoa mfano kwa habari za mpanzi. Huyo mpanzi alikuwa anaelekea wapi? Kupanda mbegu. Mbegu. Na katika kupanda mbegu ilikuwaje upo safarini? Maana niliona kuna sehemu 4 alipata kudondosha mbegu zake. Sehemu hizo mnaweza mkanitajia? Hebu nitajieni. Sehemu ya kwanza kando ya njia. Sehemu ya pili kwenye mwamba. Sehemu ya tatu kwenye miiba. Sehemu ya 4 kwenye udongo ulio mzuri. Amina. Kwa hizo sehemu zote 4 tunaona Yesu akisema kwamba ile mbegu ambayo mpanzi alikuwa anaenda kupanda ilikuwa inawakilisha kitu gani? Mbegu ile, neno la Mungu. Inawakilisha nini kwa pamoja? Neno la Mungu. Inawakilisha neno la Mungu. Alafu zile sehemu 4 alizodondosha mbegu ilikuwa inawakilisha nini? Mioyo yetu. Amina. Kwa hiyo inawakilisha mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na kwa kawaida tu ili mbegu yote inahitaji vitu vingapi? Vitatu. Ambayo ni nini? Maji, udongo na mwanga wa jua. Maji, udongo na mwanga wa jua. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Udongo, maji na nini? Kwa watoto wanatuambia kwamba ile mbegu ni neno la Mungu, alafu zile sehemu 4 alizodondosha mbegu yake ni mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo jiulize, unapanda neno utakalolisikia mahali hapo, unalipanda kwenye sehemu gani kati ya sehemu hizo 4? Kwenye miiba, kwenye mwamba, kwenye udongo ulio mzuri, au kwenye nini? Au kando ya njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ningependa kudhihirisha hivi au ningependa kuwasikia watoto kama kuna lolote moyoni mwao wameliweka, kwa sababu neno la Mungu sio kuliweka tu mioyoni mwetu, bali tusikie, je, kuna lolote wameliweka moyoni mwao na linawasaidia kwenye maisha yao? Hem, tuwasikie watoto wakitueleza. Bensasie kanisa. Kwa majina naitwa Ivan, nimeokoka na mpenda Bwana. Haya yangu ya moyo inatoka katika kitabu cha Luka sura ya 15 mstari wa 18. Nayo inasema, nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuita mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Amina. Kwenye andiko hilo hapo Ivan, kwenye andiko hilo hapo unajifunza kitu gani? Kwenye huu mstari tumejifunza kuomba msamaha pale tunapokosea. Amina. Kwa hiyo amejifunza kuomba msamaha anapokosea. Ina maana nyumbani au shuleni au sehemu nyingine hakuliweka hilo neno lake tu kusema kwamba ni andiko na ameweza kulikariri, lakini ameweza kuapply kwenye maisha yake kwamba ana uwezo wa kuomba msamaha pale anapokosea. Tumsikilize mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa William. Aya yangu ya moyo inatoka katika nimeokoka na mpenda Yesu. Aya yangu ya moyo inatoka katika kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7. Nayo inasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Tukiomba kitu mbele za Mungu atatufanyia. Kwa mfano, tukiomba atusaidie katika masomo yetu, lazima tusome kwa bidii na Mungu atatimiza ahadi yake. Asifiwe sana. Tunaona kwamba ameelewa kwamba akiomba kwa Mungu, pia akibisha, akiendelea kumuomba Mungu zaidi na zaidi, haishii hapo tu, lazima atafanyaje?
atasoma kwa bidii. Hata kwa maisha ya kawaida anatuhitaji hivyo hivyo. Mtoto huyo ameweza kutambua kwamba atamuomba Mungu sawa, lakini pia kuna kutafuta kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu imani bila matendo ni nini? Imekufa. Kwa mtoto ametufundisha jambo hilo asubuhi ya leo. Na tumsikilize mtoto mwingine anatuambia nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jacqueline Peter. Naenda kusema mstari wangu wa moyo. Methali 3 mstari wa 9 na anasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Amina. Pigeni makofi sana. Haya, tumsikie mwingine kwa sababu ya muda. Besa sana. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kwa majina naitwa Heaven. Misa yangu ya ni Mathayo sura 5 mstari wa 7. Naye nasema, heri wenye rehema maana watapata rehema. Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Yohana. Nimeokoka na mpenda Yesu. Andiko la moyo nasema, nayo inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Deus na Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Deus. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Doris. Nimeokoka na mpenda Yesu. Barikiwe. Amina, tumeishia hapo na ningependa tu tuendelee kuwasaidia watoto nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana.